Hali ya vurumai na sintofahamu umeshuhudiwa nchini Tanzania, maandamano ya kichacha masaa machache yakiwa yamesalia kabla ya taifa hilo kufanya uchaguzi mkuu. Karibu kwenye taarifa zetu za Iran Media, na kuomba mtazamaji wangu uchukue sekunde yako moja upige subscription. Asante. Hali ya taharuki imetanda katika mji wa Tarime mkoani Mara baada ya mamia ya wananchi kuingia barabarani usiku wa kuamkia leo wakimtaka kiongozi wao maarufu John Heche kuachiliwa. Maandamano hayo yametokana na sintofahamu kuhusu mahali aliko kiongozi huyo ambaye pia ni makamu mwenyekiti wa Chadema na aliyewahi kuhudumu kama mbunge wa Tarime vijijini. Wananchi hao walionekana wakiandamana kwa amani huku wakiimba nyimbo za kushinikiza serikali kutoa taarifa kamili kuhusu hatma ya Heche. Waliimba na kusema, tunamtaka John Heche, tunataka watu wetu. Video na picha mbalimbali zilizosambaa mitandaoni ziliwaonyesha waandamanaji hao wakijipanga barabarani hata wakati wa giza, jambo lililozua taharuki zaidi. Taarifa za awali zilieleza kuwa Heche alikamatwa katika eneo la mpakani la Sirare alipokuwa akielekea Kenya kuhudhuria msiba wa kiongozi wa chama cha ODM Raila Amolo Odinga. Hata hivyo, taarifa zilizofuata zilieleza kuwa alisafirishwa kurudishwa Tarime bila maelezo ya kina kuhusu sababu ya kukamatwa kwake wala mahali alipozuiliwa. Wananchi wameelezea hofu kuwa kiongozi wao anaweza kuwa anazuiliwa kinyume cha sheria. Wametaka vyombo vya usalama kutoa taarifa rasmi ya kina kuhusu aliko na hali yake. Hadi kufikia alfajiri, hali ya utulivu ilikuwa imerejea, japo taharuki bado imegubika baadhi ya wakazi wa Tarime. Vyombo vya usalama bado havijaweza kutoa taarifa rasmi. Mtazamaji wangu, haya yanajiri pindi tu masaa machache yakiwa yamesalia kabla taifa la Tanzania kuweza kufanya uchaguzi mkuu wa kuwachagua madiwani wa bunge na vilevile rais, huku kukiwa na mipango mizima ya vijana wa vuguvugu la Gen Z kufanya maandamano hapo kesho ya kupinga kudidimia kwa demokrasia nchini Tanzania, uongozi wa kimabavu kutoka kwa serikali tawala ya Mama Samia Suluhu na vilevile kunyimwa haki za kiraia. Mtazamaji wangu, mashirika ya kutetea haki za kibinadamu yameshutumu taifa la Tanzania kwa kuendelea kuwateka nyara viongozi wa upinzani na wale ambao wako katika mstari wa mbele kuikosoa serikali. Hadi hivi sasa tunavyozungumza, kiongozi wa chama cha Chadema namzungumzia Tundu Lissu ameendelea kuzuiliwa na serikali ya Mama Suluhu akituhumiwa kwa kosa la uhaini, na vilevile sasa wanaharakati kutoka taifa hilo wamewaomba wananchi na wafuasi wote wa chama hicho cha Chadema kususia uchaguzi mkuu utakaofanyika hapo kesho. Vijana na kundi la Gen Z wakihamasishana kupitia mitandao ya kijamii Facebook, Twitter, Instagram na TikTok kwamba hapo kesho itakuwa ni holiday, na taifa la Tanzania litumia fursa hiyo nzuri kujikomboa kutoka kwa utawala wa kimabavu, utawala ambao unahujumu haki za kiraia. Mtazamaji wangu, nchi ya Tanzania kiongozwa na Mama Samia Suluhu Hassan imeweza kuchora taswira mpya jinsi inavyotumia mifumo ya uchaguzi na vilevile inavyotumia nguvu kupita kiasi. Utumiaji mbaya wa vyombo vya dola ni baadhi tu ya vigezo ambavyo vinairudisha Tanzania nyuma kiasi. Kwa hiyo ndizo taarifa za hivi sasa mtazamaji wangu, lakini tunaendelea kuarifiwa kwamba kuna maandamano ambayo yameshuhudiwa mjini Arusha, mikoa mbalimbali, na tunaendelea kufuatilia ili tukuletee habari kamili jinsi matukio yatakuwa yanakwenda.